Jina langu ni Fidelis Daniel Fidelis, mwenyekiti wa umoja wa vijana CCM mkoa huu wa Kusini Unguja. Leo tumeungana kwa pamoja vijana ama viongozi wa jumuiya hizi za umoja wa vijana wa CCM mkoa huu wa Kusini Unguja, kwa maana kamati ya utekelezaji ya umoja wa vijana mkoa wa Kusini pamoja na kamati ya utekelezaji ya umoja wa vijana wilaya ya Kati. Na kwa sababu ziara yetu hii ya leo tumezunguka katika wilaya hii ya Kati, kwa hiyo tukasema tuongozane nao ili tuende katika maeneo tuliyokusudia. Kwa lengo la ziara yetu ni kama mnavyotambua kwamba sasa hivi chama chetu kipo katika shamra za ile sherehe ya kuzaliwa kwa chama kutimia miaka 49. Kwa hiyo kwa kawaida tunapofika katika nyakati kama hizi, basi huwa tunafanya mambo mengi, huwa tunafanya shughuli nyingi, shughuli za kijamii, shughuli za kisiasa na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kusini Unguja kilituelekeza sisi kama umoja wa vijana tuweze kupita katika vituo vya afya kwa ajili ya kukagua wagonjwa na kusikiliza changamoto mbalimbali zinazowakabili wahudumu kwa maana wauguzi, lakini pia zinazowakabili na hata wagonjwa wenyewe. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ziara hiyo kwa upande wa wilaya ya Kati ndio tumeifanya leo, na tumezunguka katika vituo vya afya kwa maana vile vituo vidogo vidogo, lakini pia na hospitali ya wilaya kwa maana ya Mwerapongo. Tulipokwenda humo tulikutana na mambo mengi ambayo mazuri, lakini zipo changamoto ndogo ndogo ambazo pia tumekutana nazo. Kwa hiyo kwa mnasaba huo mimi nipende kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Al-Hassan Mwinyi. Kiukweli humu tulimopita, wananchi pamoja wauguzi na madaktari wanampongeza sana kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya. Huduma ya afya imeboreka kwa namna moja ama nyingine. Wananchi wanasherehekea lakini wanajivunia huduma wanazozipata katika maeneo yale, licha ya changamoto ndogo ndogo ambazo zipo, lakini kwa asilimia kubwa mambo mengi Mheshimiwa Rais amejielekeza kwenye kuyatatua na kuwasaidia wananchi. Sasa hili ni jambo la faraja sana, na sisi tumtie moyo Mheshimiwa Rais, tumwambie kwamba sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi tutaendelea kupita katika maeneo mbalimbali ili kuenda kuupdate ile ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, kwa maana chama kimeshaielekeza, kimeshatoa maelekezo yake kwa serikali, kimeshaikabidhi ilani. Sasa sisi vijana jukumu letu ni kwenda kuupdate yale mambo ambayo yamo kwenye ilani. Kila siku tunatakiwa tuende tukayashtue ili ile spidi aliyoikusudia Mheshimiwa Rais iweze kufikiwa. Sambamba na hilo, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ndiyo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Mheshimiwa Rais huyu anaye ameweza kufanya mambo mengi kwenye sekta ya afya, hata haya hospitali ya wilaya maana yake amekuwa yanawasaidia wananchi katika huduma zao, na anasaidia wananchi katika maradhi ambayo makubwa ambayo huduma zake zilikuwa zinapatikana sehemu mbali kabisa. Lakini kwa msingi huo sasa tumeweza kuona mafanikio ambayo yanapatikana katika maeneo hayo, na binafsi mimi kwa nilichokishuhudia pale kwenye ile ziara, wananchi wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Wananchi wanampongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa mimi niseme tu kwamba Chama cha Mapinduzi bado ni chama ambacho kinajielekeza kwenye kusimamia na kutatua changamoto za wananchi, na serikali iliyowekwa na chama hicho ndiyo ambayo imeenda kuonesha hayo ambayo Chama cha Mapinduzi ilikuwa inayafikiria. Sasa niwaombe wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla waendelee kuiamini CCM, waendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi, kwa maana Chama cha Mapinduzi ndiyo chama ambacho kinaenda kukidhi haja ya matamanio yao, ndiyo chama ambacho kinaenda kutatua changamoto walizokuwa nazo, ndiyo chama ambacho kinaenda kusimamia yale yote ambayo wao wanayahitaji. Kwa msingi huo
tujielekeze na tuendelee kuhakikisha kwamba chama hichi ndio chama ambacho kinaenda kuiweka serikali siku hadi siku zijazo. Kwa hiyo mimi niwaombe sana wananchi wawe na imani na Chama cha Mapinduzi, na sisi tunawaambia kwamba tutaendelea kuhakikisha kwamba chama chetu kinafanya vizuri, kinaweka serikali nzuri na kinaboresha miundombinu pamoja na kufikiria kuwashauri serikali kuwapatia wale wahudumu ambao wanaendana na spidi na matakwa ya chama chetu. Baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru sana na niwapongeze sana, asanteni sana.